Kuna jambo linaenda kutokea Kenya. Watu 5 wamepigwa risasi na kuuawa na maafisa wa usalama. Hii ni nyingine naiona sasa hivi. Kuna jambo linaenda kutokea Kenya. Hii ni Kenya. Ninaona ni Kenya. Kuna jambo linaenda kutokea Kenya. Ni jambo la kiserikali. Hii ni sasa hivi hapa. Ninaona maandamano. Right now. Ninaona maandamano. Ni maeneo obvious ya barabarani. Ninaona maandamano. Haya ni maandamano na ninachokiona mpaka ninaona it's like mtu anawasha kitu cha moto. Something with fire. Right now, hii naiona sasa hivi. Ni mtu anawasha kitu cha moto pia. Haya ni maandamano afu naona mtu anawasha pia kitu cha moto. It's like vurugu. Hii ni maandamano naona. Hili jambo mtikisiko kwenye serikali. Lakini natamka na kutangaza katika jina la Yesu. Maisha ya Wakenya yawe salama. Maisha ya watu wa Kenya yawe salama katika jina la Yesu. Ninasimama katika jina la Yesu Kristo. Kama nabii wa Mungu natamka na kutangaza. Maisha ya watu yawe salama katika jina la Yesu. Ninasimama kwa mamlaka ya kinabii katika jina la Yesu. Maisha ya watu yawe salama katika jina la Yesu. Maisha ya watu yawe salama katika jina la Yesu. Watu 5 wamepigwa risasi na kuuawa na maafisa wa usalama kwenye zogo lililozuka eneo la Angata Barikoi, kaunti ya Narok, kufuatia mzozo wa shamba. Mzozo huu uliosababishwa na ardhi ya ekari 6,000 ulisababisha watu wengine 10 wakiwemo maafisa wa GSU kujeruhiwa. Na kama anavyotuarifu Crispin Otieno, hali imesalia tete kutwa nzima kufuatia mzozo huu. Ndivyo hali imekuwa Angata Barikoi Jumatatu. Maandamano yaliyoanza asubuhi na wakazi wa eneo hili la Transmara Kusini ikigeuka kuwa uwanja wa vita, watu 5 wakipigwa risasi na maafisa wa polisi wakati wa vurumai hiyo. Miili ya 5 hao ikipelekwa katika hospitali ya Angata. Live bullets kwa wananchi wa Kenya. Sisi ni wenyeji wa Kenya hii na shamba ni yetu na tuwezi toka katika hii eneo. Watu wanawawa bure. Akia Mungu, watu wanawawa bure kwa shamba yao. Mtoto mmoja kwa pamoja na vijana hawa wawili wakiwa miongoni mwa walionusurika kifo kwa tundu la sindano kupitia mtutu wa bunduki. Sisi tulikuwa tunapalilia. Kidogo tunasikia mlio wa risasi. Kidogo watu wameanza kupigwa ovyo. Ni maafisa tu wa serikali sababu hatukuwaona ni akina nani, lakini sikuwaona ni akina nani, lakini niliona tu ni watu wa serikali ndio walitupiga marisasi. Kulingana na ile examinations ambazo tumeweza kufanya, wamepoteza maisha kulingana na kufuja damu kwa wingi. Hali ikiwa mbaya zaidi katika hospitali hii pale wananchi waliojawa na ghadhabu wakitaka kuwakabili maafisa wa GSU waliojeruhiwa kwa mauaji ya wapendwa wao. Hali ingali tete katika eneo hili la Angata Barikoi. Wananchi waliojawa na ghadhabu wanasema kwamba baada ya watu 5 kupigwa risasi na kuuawa na kuletwa hapa, wanasema kwamba watazidi kufanya maandamano kufuata haki yao na vile vile kuhakikisha kwamba shamba hilo limesalia kwa wenyeji ambao wamekuwa wakiishi kwa takriban zaidi ya miaka 30. Kufuatia hali hii, magari ya maafisa wa Wizara ya Ardhi yakichomwa, wakati huo wenyeji wakiachwa na maswali chungu nzima kushinda majibu kuhusu utata wa ardhi katika eneo hili la mpaka wa jamii ya Kipsigis na Wamasai, Kuria na Tanzania. Akifika maneno ya shamba, watu wanawawa. What kind of government is this? Kama MC ya Angata representative ya watu, serikali yote akuja Angata atueleze kwa nini anataka nyang'anya sisi shamba. Crispin Otieno, runinga ya Citizen. Ninaona maandamano right now. Maandamano yaliyoanza asubuhi na wakazi wa eneo hili la Transmara Kusini ikigeuka kuwa uwanja wa vita. Ni maeneo obvious ya barabarani. Maandamano yaliyoanza asubuhi. Hii ni maandamano lakini yana vurugu. Ikigeuka kuwa uwanja wa vita. Ninaona it's like mtu anawasha kitu cha moto. Haya ni maandamano afu naona mtu anawasha pia kitu cha moto. Kufuatia hali hii, magari ya maafisa wa Wizara ya Ardhi yakichomwa wakati huo. Ni jambo la kiserikali. Lakini niliona tu ni watu wa serikali ndio walitupiga marisasi. Hili jambo mtikisiko kwenye serikali. What kind of government is this? Kama MC ya Angata representative ya watu, serikali yote akuja Angata atueleze kwa nini anataka nyang'anya sisi shamba. Lakini natamka na kutangaza katika jina la Yesu. Maisha ya Wakenya yawe salama.
maisha ya watu wa Kenya yawe salama katika jina la Yesu. Ninasimama kwa mamlaka ya kinabii katika jina la Yesu. Maisha ya watu yawe salama katika jina la Yesu. Maisha ya watu yawe salama katika jina la Yesu. Mtoto mmoja kwa pamoja na vijana hawa wawili wakiwa miongoni mwa walionusurika kifo kwa tundu la sindano kupitia mtutu wa bunduki.